الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 27 ya mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1447 Hijria, ambapo ni sawa na tarehe 17 au 18 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 Miladia. قال الشيخ بازمول حفظه الله تعالى: شروط ترقي الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره. masharti ya kupanda hadithi dhaif kupanda kwenye daraja ya al-hasan lighairi. Qala hafidhahullah: wal kalamu as-sabiq an at-Tirmidhi wa ibn Salah rahimahumullah yufidu anna ta'addud turuq al-hadith al-dha'if la yarqihi ila martabati al-hasan lighairihi illa bi shartayn. Maneno yaliyotangulia kutokana na al-Imam Tirmidhi na Ibn Salah rahimahumullah yanafahamisha kuwa nyingi njia za hadithi dhaifu hakutafanya ipande hadithi hiyo kufikia daraja ya al-hasan lighairihi illa bi shartayn, isipokuwa kwa masharti mawili. Al-awwal alla yashtadda dhu'fu at-turuq, ni kutokuwa zimezidi au kutokuwa na nguvu udhaifu wa njia hizo. Njia hizo ni dhaifu, lakini si hazina nguvu udhaifu wake. Alla yashtadda dhu'fu turuq, hiyo ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, athani, an yakuna ta'addudu turuqi ta'addudan haqiqiyan bihaythu la yaghlibu ala dhanni anna hadhihi turuqa hiya fi alhaqiqati tariqun wahidun tasarrafa fihi arruwat, ni kuwa wingi wa njia ni wingi wa uhakika. Bihaithu la yaghlibu ala dhanni anna hadhihi turuqa hiya fi alhaqiqati tariqun wahid, ni kuwa wingi wake ni wingi wa uhakika kwa namna ambapo haighilibu juu ya dhana kuwa njia hizi kwa uhakika ni njia moja. Tasarrafa fihi ruwat, wapokezi wa hadithi wamefanya mambo yao wakazifanya ni nyingi. Wa hadha maana qaulihim yurwa min ghairi wajhin, ikapokelewa hadithi kwa isiyokuwa njia moja. Au ikhtalafa makhrajul hadith, au yalitofautiana matokeo ya hadithi hiyo. Kwa hiyo haya ni masharti mawili yanayosababisha hadithi dhaifu ipande mpaka kufikia daraja ya al-hasan lighairihi, kuwa ile hadithi ina njia nyingi, tena njia wingi wa uhakika, si wingi wa kufanywa tu iwe nyingi, ni wingi wa uhakika. Njia zake ni nyingi, asanidi zake ni nyingi hadithi hiyo, halafu iwe udhaifu wake sio mkubwa. Hadithi hizo dhaifu udhaifu wake sio mkubwa. Kwa mfano, kama mpokezi wake ni kadhab, hapo ni udhaifu mkubwa, haiwezi ikapanda. Qala Sheikh Bazamul: alhadithu alhasan lighairihi mahallu lilijtihad, mahallu lilijtihad. Hadithi alhasan lighairihi ni mahali pa ijtihadi ya maulama wa hadithi. قال: ولما كان الحديث الحسن لغيره مما يتفاوت الناس في إدراكه. ilipokuwa alhasan, hadithi alhasan lighairihi ni katika hadithi ambazo watu wanatofautiana kuzifahamu. haithu inna tafasilahu tudraku bilmubasharati walbahthi, wakati upambanuzi wa hadithi hiyo unadirikiwa na kufahamiwa kwa kuingilia jambo hili na kufanya upekuzi mwingi. Wannasu yatafawatuna fi dhalik, watu wanatofautiana katika jambo hilo la upekuzi na kufanya bahth. Qala al-Imam adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi: la tatma'u bi anna lil-hasani qa'ida tandariju kullu al-ahadith al-hisani fiha
Usitarajie kwamba hadithi hasan ina qaida, msingi ambao huingia hadithi zote hasan katika msingi huo. La tatma'u bi anna lilhasani qa'idatan tandariju kullu alahadithi alhisani fiha. Usitarajie na ukatumai kwamba hadithi hasan ina qaida fulani ambapo hadithi zote hasan zinaingia katika qaida hiyo. Fa ana ala iyasin min dhalik. Al-Imam Dhahabi, mimi nakata tamaa hilo, hakuna qaida maalumu. Qala fa kam min hadithin taraddada fihi al-huffadh hal huwa hasanun au dhaifun au sahih. Hadithi ngapi ambazo mahufadhi wa hadithi wanatia shaka, je, hiyo ni hadithi hasan au ni dhaif au ni sahih? Qala bal al-hafidh al-wahid yataghayyaru ijtihaduhu fi al-hadith al-wahid, bali hafidhi mmoja ijtihadi yake inabadilika kwa hadithi moja, mara anasema ni dhaif, mara anasema ni hasan, mara hivi. Fayawman yasifuhu bis-sihha wa yawman yasifuhu bil-husni wa la rubbama istadhafahu. Siku anasema hadithi hiyo ni sahih, siku nyingine anasema hadithi hiyo ni hasan, na pengine akaifanya ni dhaifu pia hadithi hiyo. Wa hadha haqqun, na hii ni haki, kwa sababu hakuna qaida maalumu ya kujua hadithi hiyo ya hasan, na kwamba hadithi zote hasan zinaingia katika qaida hiyo. Qala fa inna alhadith alhasan yastadhifuhu alhafidhu an an yarqiyahu ila rutbati sahih, kwa sababu hadithi hasan alhafidh katika maulama wa hadithi anaweza akaidhoofisha na kuipandisha kwenye daraja ya sahih. Fa inna alhadith alhasan yastadhifuhu alhafidhu an an yarqiyahu ila rutbati sahih, anaweza akaidhoofisha mwenye hafidhi wa hadithi bila kuipandisha, kwamba haipandi kwenye daraja ya sahih. Fabihadha al-i'tibar fihi dhu'fu ma, kwa mazingatio hayo ni kwamba hadithi hiyo una udhaifu fulani. Idhil hasanu la yanfaku an dhu'fin ma, kwa sababu hadithi hasan haiepukani na udhaifu fulani. Walau infaka an dhalik la sahha biittifaqin, lau ingeepukana na udhaifu huo ingekuwa ni sahihi kwa itifaki ya maulama, lakini hadithi hasan mara nyingi zina udhaifu. وقال ابن كثير يرحمه الله عن الحديث الحسن: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. ابن كثير رحمه الله anaelezea hadithi hasan, anasema sampuli hii ilipokuwa iko kati na kati baina ya sahihi na dhaifu, baina ya sahihi na hadifu, baina yao ndio hiyo hasan. Anasema hii kwa mtizamo wa mwenye kuangalia, si kwa nafsi ya jambo lenyewe, ni uzito kuielezea. Asura ta'biru anhu, ni uzito kuielezea. Wa dhabtuhu, na kuidhibiti. Ala kathirin min ahli hadhi sinaa, kwa wengi katika watu wa sinaa hii ya ilmu hii ya hadithi. Wadhalika liannahu amrun nisbiyun shay'un yankadihu inda alhafidh, sababu hii ni jambo la kinisba, linalingana na mtu mwenyewe, hafidhi mwenyewe na mwanawachuoni mwenyewe wa hadithi. Yankadihu anhu inda alhafidhi, linaingia kwa hafidhi yoyote katika mahufadhi wa watu wa hadithi. Wa rubbama taqassara ibaratuhu anhu, huenda ibara zake zikiwa fupi kuielezea hiyo hadithi hasan. Kwa hadithi hasan, kila mwanawachuoni ana maelezo yake, taarifu yake. Maulama wamekhtalifiana taarifu ya hasan. Huwa anasema hasan indahu, alhadithu alhasan kwangu ni kadha kadha. Mwingine alhadithi alhasan, mimi maelezo yangu ni kadha wa kadha, kwa sababu hakuna kaida maalumu kama vile hadithi sahih na nyinginezo zilizo na kaida maalumu. Mnifahamu sio? ثم قال حفظه الله: تعدد طرق الحديث
يفيد في بيان مرتبة الحديث قبولا وردا. kuwa nyingi njia za hadithi hii hufahamisha kuweka wazi daraja ya hadithi kwa kukubaliwa na kukataliwa. Taaddudu turuq alhadith yufidu fi bayani martabati alhadithi qabulan wa radda. Kuwa nyingi njia za hadithi hii inafahamisha kuweka wazi daraja ya hadithi hiyo, kukubaliwa na kukataliwa. Qala hafidhahullah, qad yakunu alhadithu dha'ifan fata'addada turuquhu fayartaqi ila darajati alhasani lighairihi. Hadithi huwa ikawa ni dhaifu, lakini njia zake zikawa nyingi, ikapanda ikafikia daraja alhasan lighairihi litawaffuri shuruti tarakki alhadithi fihi, kwa kukithiri na kukamilika masharti ya kupanda hadithi hiyo kufikia kwenye alhasan lighairihi. وقد تعدد طرق الحديث الذي ظاهر الصحة فيكشف هذا التعدد علة في الحديث لم تكن ظاهرة. pia huenda zikakithiri njia za hadithi hiyo hasan ambapo dhahiri yake ni usahihi, lakini fayakshifu hadha taaddud, wingi wa njia hizi ukadhihirisha illa katika hadithi, kwamba hadithi hii ina illa lam takun dhahira, ambayo ila yenyewe haiko wazi, ikaifanya hadithi hiyo isipande kufikia kwenye daraja al-hasan lighairihi. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. Sheikh Lisana anasema maksudio hapa ni kwamba wingi wa njia za hadithi hiyo dhaifu, wingi wa njia pamoja na kutopatikana ushauri na maafikiano ya maulama kwa kawaida, hii yujibu alilma bimadhmuni almanqul, inawajibisha kujua madhumuni ya hayo yaliyonukuliwa kwa maulama. Lakini hadha yantafiu bihi kathiran man alima ahwala an-naqilin, lakini hii yasema anapata manufaa sana anayejua hali za wale wanukuu wa hadithi hizo. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. kwa mfano hii anapata manufaa kwa riwaya ya majhul, rawi asiyejulikana na rawi mpokezi ambayo ihfi yake ni mbaya, pia hadithi mursal na mfano wa hayo. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. watu wa ilmu ya hadithi walikuwa wakiandika mfano wa hadithi hizi, wakiandika na kusema hadithi hii inafaa kwa shawahidi, ikipatikana shawahidi zake, ushahidi mwingine wa hadithi kama hii. Kadhalika wali'tibar, i'tibari ya mwanawachuoni wa hadithi anayezingatiwa, akafuatilia hadithi hii pia akasema hii inafaa. wasema innahu yasluhu lishawahidi wali'tibar ma la yasluhu lighairihi, hufaa kwa sababu ya shawahidi nyingi na mazingatio ya wanawachuoni wengine, isiyofaa kwa nyingine. Kama hadithi nyingine haina shawahid, dhaifu lakini haina shawahid, haina i'tibar, hii itakuwa haifai. Lakini itafaa hadithi dhaifu ikiwa ina shawahid na i'tibar, isiyofaa kwa nyingine. قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها. كما vile wao wanavyotoa ushahidi kwa hadithi nyingine, au wayatabirun, wakafanya i'tibar kwa maruwati wengine kwa hadithi ambayo ina suu hifdhin, hifdhi ya mpokezi ni mbaya. Fa innahum aidan, pia hao maulama, yudhaifuna min hadithi athiqati saduq,
wanaweza wakaifanya dhaifu hadithi ya mtu thiqa, rawi thiqa, saduq, adhabiti, ambaye hifadhi yake ni kamili. Wanaweza wakadhaifisha, kudhoofisha vitu ambavyo tabayyana lahum ghalatuhu fiha, imebainika makosa ya imebainika kwao makosa yake huyu thiqa, saduq, adhabit katika hadithi hizo, biumurin yastadilluna biha, kwa mambo ambayo wao wanayatolea dalili. Wayusammuna hadha ilma ilalil hadith, hii wanaita ilmu ya ilali za hadith. Illa ni vitu vya kujificha vinavyokuwa katika hadithi, ambapo si mtu yoyote tu anaweza akavijua isipokuwa hao jahabidha katika maulama wa hadith ndio wanazojua illa hizo. Ni vitu ambavyo vimejificha sana, haviko wazi. Kwa ulama jahabidha wa hadith ndio wanaojua illa hizo, hadithi hii na illa, hadithi hii na illa. wanaelezea maulama wa hadith, al-illa sababun khafiyun ghamidun ya'rifuhu jahabidhatu ulama al-hadith, ni sababu inayojificha ambayo iko nani, wanaijua sababu hiyo wale jahabidha, mabingwa wa ilmu ya hadith. Sio wote, pia wale mabingwa wa ilmu ya hadith ndio wanajua ilali hizo. Qala wa huwa min ashrafi ulumihim, hiyo ilmu ilali alhadith ndiyo katika tukufu ya ilmu zao. Bihaithu yakunu alhadithu qad rawahu thiqatun dhabitun wa ghalita fihi, ilmu hiyo inakuwa hadithi ameipokea mwanawachuoni wa hadithi thiqa, kisha dhabit anayedhibiti na kuhifadhi vizuri, lakini waghalita fihi, akakosea katika hadithi hiyo. Waghalita fihi urifa imma bisababin dhahir wa imma bisababin ghairi dhahir, ikajulikana hiyo illa ima kwa sababu ya wazi au kwa sababu ambayo haiko wazi. وقال ابن حجر رحمه الله المقبول ما اتصل سنده وعدلت رجاله أو اعتضد بعض طرقه ببعض حتى تحصل القوة بالسورة المجموعة. الحافظ ابن حجر سمع هي حسن inokubaliwa ni ile ambao sanadi yake imeshikana, wale rijali wake ni waadilifu, au ilipata nguvu kwa baadhi ya njia zake kwa baadhi nyingine, mpaka ikapata nguvu kwa sura ya jumla ya zile njia zake. Hadithi hasan ni yenye kukubaliwa, iliyokubaliwa ni ile ambayo sanadi yake imeshikana, haikukatika. Wa adulat rijaluhu, wapokezi wake ni waadilifu, au ilipata nguvu i'tadhada bi ba'dhi turuqihi bi ba'dhin, ikapata nguvu baadhi ya njia zake zikapata nguvu kwa baadhi nyingine, hatta tahsula alquwwatu bisurati almajmu'a, mpaka ikapata nguvu hiyo kwa sura za jumla ya njia hizo. Walau kana kullu tariqin minha law infaradat lam takun alquwwatu fiha mashru'a, japokuwa kila njia katika njia hizo nyingi lau ingekuwa peke yake isingepatikana nguvu hizo zinazotakiwa. Pia pamoja na hivyo, zikikusanywa njia hizo kwa jumla, ile inapanda mpaka kufikia alhasan lighairihi. Wa bihadha yadhharu udhru ahli alhadith min takthirihim turuq alhadith alwahid, hapa inadhihiri udhuru wa hawa watu wa hadith kukithirisha kwao njia za hadithi moja, liyu'tamada alayhi, ili itegemewe ikiwa ina njia nyingi hadithi hiyo, yu'tamadu idh al-i'radu an dhalik, kwa sababu kupuuza hilo yastalzimu tarka al-faqih al-amala bikathiri min al-ahadith i'timadan ala dhu'fi at-tariq allati ittasalat ilayhi. Asema vinginevyo kupuuza hayo ingelazimu kuacha mwanawachuoni matumizi ya hadithi nyingi, ingekuwa wanaacha matumizi ya hadithi nyingi kwa sababu ya kutegemea udhaifu wa njia hiyo ambayo imeshikana nayo.
ثم قال لكل حديث نظر خاص، kila hadithi ina mtizamo maalumu. لكل حديث نظر خاص. وأهل الحديث مع هذا جميعه يصرحون بأن لكل حديث نظرا خاصا من المحدث. watu wa hadithi, maulama wa hadithi, pamoja na hili yote wanaweka wazi kuwa kila hadithi ina mtazamo maalumu kwa yule muhaddith, bwana wa chuoni wa hadithi, khasatan fi babi ziyadati thiqat, hasa katika mlango huu wa ziyadati thiqat, ziada za maulama wale thiqatu wanaotegemewa. Je, mwana wa chuoni wa hadithi thika akizidisha ziada ambayo haikupokelewa na wengine, ziada hii itachukuliwa, itazingatiwa? Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, likulli hadithin dhawqun wa yakhtassu binadharin laysa lilakhar, kila hadithi ila mtazamo wake, haihusiki na mtazamo ambao hauko kwa mtu mwingine. قال ابن رجب رحمه الله في معرض كلام له على التفرد والتعليل به: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه يتابع عليه. wasema mahufadhi wengi waliotangulia wa hadithi, wao wanasema kwa hadithi akiipokea mtu mmoja, wa illam yarwi thiqatu khilafahu, hata wathiqati wengine wasipopokea kinyume chake, innahum la yutabau alayhi, huyo aliyepokea mmoja hatafanyiwa mutabaa, kwamba lazima watu wengine wamfuatilie katika riwaya yake waisahihishe. Wajaluna dhalika illatan fihi, wanajalia hilo ni illa katika hadithi hiyo. Allahumma illa an yakuna mimman kathura hifdhuhu, asema isipokuwa ikiwa huyo aliyepokea hadithi, huyo mmoja aliyepokea hadithi hiyo ni katika wale ambao kathura hifdhuhu, hifdhi yake imekithiri, washtaharat adalatuhu wa hadithuhu, ukatangaa uadilifu wake na hadithi zake, kazuhri, kama Imam Zuhri Muhammad ibn Muslim bishihabi Zuhri na mfano wake. Warubama yastankiruna tafarrudati thiqati alkibari aidha, wenda pia wakazichukia tafarrudat, hadithi ambazo wamezipokea peke yao hao thiqati wakubwa. Walahum fi kulli hadithin naqdun khasun, na kila hadithi wao wana naqdi maalumu ya kuangalia hadithi ile ina illa au iko vipi. Walaysa indahum lidhalika dhabitun yadhbituhu, lakini wao hawana illa, yani hawana thabit, qaida ambayo inaidhibiti hadithi hiyo, kwamba ikifikia qaida hii basi itakuwa ni sahihi, isipofikia hawana qaida hiyo, hususan hadithi hasan. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله في كلام له حول زيادات الثقات، ابن عبد الهادي رحمه الله katika maneno yake kuhusu ziyadati thiqat, yani thika akiwa amepokea ziada ya hadithi, wengine hawajapokea ziada hiyo, je, ziada ile ya yule thika itazingatiwa na kuchukuliwa? Qala bal kullu ziyadatin laha hukmun yakhusuha, kila ziada ina hukmu inayoihusu ziada hiyo. Fafi mawdhi'in yujzamu bisihhatiha, katika mahali huwa ikahakikishwa usahihi wa ziada hiyo. Wa fi mawdhi'in yaghlibu ala dhanni sihhatuha, mahali pengine hughilibu katika dhana usahihi wa ziada hiyo. Wa fi mawdhi'in yujzamu bi khata'i ziyada, mahali pengine inahakikishwa kosa la ziada hiyo. Wa fi mawdhi'in yaghlibu ala dhanni khata'uha, mahali pengine inaghilibu juu ya dhana kukosea kwa ziada hiyo. Wa fi mawdhi'in yutawaqqafu fi ziyada, katika bahari pengine watu wanasita, maulama wanasita katika ziada ile, hawaisemi ni dhaif wala hawaisemi ni sahihi, wanaiwacha kando kwanza. Qala wa ba'du
baada ya hayo yote yaliyotangulia, fa anta idha taqarrara ladayka hadha albayanu limas'alati tahsini alhadithi aldha'if alladhi lam yashtadda dha'fuhu bita'addudi turuq fa'lam anna al-Albani rahimahullah lam yakhruj an sunani alqawm. Baada ya hayo yote wewe idha taqarrara ladayka, yakithibiti kwako, ukithibiti kwako hadha albayan, uwazi huu katika masala ya kuifanya hadithi dhaifu kuwa hasan, hadithi ambayo dhaifu, ambayo lam yashtadda dha'fuhu, udhaifu wake sio mkubwa, bitaaddudi turuq, kwa kuwa nyingi njia zake. Jua kwamba Sheikh Albani rahimahullah hajatoka na njia za hao watu wa hadithi, bal kana mutabiqan liqawaidihim, bali yeye ni mwenye kuziwafiki hizi kaida zao na misingi yao, muraiyan linahjihim, mwenye kuangalia njia zao, salikan fihi sabilahum, hali ya kuwa ni mwenye kufuata njia zao, hajatoka nje ya njia za hawa maulama wa hadithi. Amefuata njia zao, ndipo akaipandisha hadithi hiyo hasan, ikafikia kwenye hasan hadithi dhaif, ikafikia kwenye hasan lighairi, kwa kuangalia njia za hawa muhaddithin, hajatoka nje ya njia zao. Wa anta idha lahadhta anna almarji'a fi hadhihi alqadhiya ila albahthi wa tul almumarasa, wewe unapoangalia kwamba marejeo ya masala haya inarejelea kwenye bahth, kufanya bahthi kubwa na urefu wa kulifanya jambo hili, wadhurba, na yale mazoea, fi takhriji alhadith, katika takhriji ya hadith, fa innaka taslamu insha Allah taala, wewe utasalimika insha Allah taala. Haya yote haya yanarejea kwenye kufanya bahthi. Ya maulama wa hadithi wanafanya bahthi sana katika vitabu, kujua misingi yao na kujua kaida zao na kujua wapokezi wa hadithi na ile mazoea ya kufanya takhriji ya hadithi. Ukifikiria hivyo utasalimika insha Allah, na hutamfanya Sheikh Albani kwamba ni shadh, ametoka nje ya wenzake maulama wa hadithi. قال للألباني في حكمه بتحسين الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه بتعدد الطرق إذ أمضى رحمه الله قرابة نصف قرن مشتغلا بالحديث تخريجا ودراسة ودعوة وتصنيفا. أسمى كسباب Sheikh Albani amepitisha karibu ya nusu karne anashughulika na hadithi kwa kuzifanyia takhriji hadithi na kuzisoma na kulingania na kutunga vitabu, mimma yaj'alu kiftahu tarjahu au tarajjaha fi hadha aljanib ala ghairihi, jambo ambalo limejalia kifatahu, yaj'alu kifatahu tarjahu, yani kile kizio chake cha mizani kinakuwa na nguvu katika upande huu, ala ghairihi, kuliko wao wengine, mimma ya'taridhu alayhi, katika wanaompinga. Walamma yabli balaahu fi dhalik, hajafikia alivyofanya Sheikh Albani katika hilo, lakini bado anamkosoa Sheikh Albani katika baadhi ya mambo, wakati Sheikh Albani amepata dhiki kubwa na tabu kubwa katika mambo haya, takhriji za hadithi na kuangalia misingi yake na nini, mpaka kufikiwa muhadithu hadha al-asri sio jambo dogo. Thumma qala wa azidu idahan mas'alata taqawi al-hadithi bita'addudi turuq, nazidisha kuweka wazi masala haya ya kuifanya nguvu hadithi dhaifu kwa kuwa na njia nyingi. Fa aqul ta'addudu turuq al-hadithi al-dhaif alladhi lam yashtadda dha'fuhu la yakhruju an yuqala fihi ahadu al-aqwali at-taliya, wingi wa njia za hadithi dhaifu ambayo udhaifu wake sio mkubwa, haitoki an yuqala fihi ahadu al-aqwali at-taliya, haitoki kusemwa moja ya kauli hizi zifuatazo. Al-qawlu al-awwal innahu la yufidu fi quwwati al-hadithi shay'a,
Kuna kauli inayosema hivyo kwamba hadithi hiyo haifahamishi katika nguvu za hadithi kitu chochote, bal kullu tariqi lilhadith yu'illu at-tariqa al-akhar, kila moja katika njia za hadithi hiyo inaidhoofisha na kuitia illa njia nyingine. Hii ni kauli ya kwanza, kwamba hadithi dhaifu hiyo la yufidu fi quwwati alhadithi shay'a, haifahamishi kuwa na nguvu kitu chochote hadithi hiyo, kwa sababu kila hadithi inaitia kila njia inaitia illa njia nyingine ya hadithi hiyo dhaifu. Hii ni kauli moja. Wa ala hadha la yakunu hunaka hadithun hasanun lighairihi asla, kwa kauli hii itakuwa hakuna kabisa hadithi hasan lighairihi. Kwa njia hii ya kauli ya kwanza, kwamba hata ikifanyaje njia hiyo hadithi dhaifu, hata ikiwa na nyingi, haiwezi ikapanda ikafikia hadithi hasan lighairihi. Kwa kauli hii itakuwa hadithi hasan lighairihi hakuna. Wa hadha kafin fi tarhi an-nadhari an ta'ammuli hadha al-qawl, hii inatosha katika kutupilia mbali mtizamo wa kufikiria kauli hii ya mwanzo, kwamba kauli hii ya mwanzo itakuwa ni dhaifu, sababu hadithi hasan lighairihi ipo, wameielezea maulama wa hadithi katika vitabu vyao wote. Kwa huwezi kusema kwamba hadithi dhaifu ikiwa na njia nyingi haiwezi ikapanda. Mnaelewa? Kwa hiyo hii inatosha fi tarhi an-nadhari an ta'ammuli hadha al-qawl. Al-qawl ath-thani innahu yuqawwi al-hadith al-dha'ifa sawa'un kana shadida al-dha'f am yasira al-dha'f. Kauli nyingine ya pili ni kwamba huitilia nguvu hadithi dhaifu, sawa ilikuwa udhaifu wake ni mkubwa au udhaifu wake ni mdogo, maadama yaghlibu ma'a ta'addudi hadhihi turuq, muda wa kwamba inaghlibu pamoja na wingi wa njia hizi, adamu wujudi tawatu'in baina rijali hadhihi turuq ala riwayati alhadith. Hawa nao wanasema hadithi dhaifu inapanda tu, iwe udhaifu wake ni mkubwa au ni mdogo, maadamu njia zake ni nyingi, inapanda kufikia kwenye hasan lighairihi. Hawa ni kinyume cha hii ya kwanza. Umeelewa? Qala maadama yaghlibu ma'a ta'addudi turuq adamu wujudi tawatu'in baina rijali hadhihi turuq ala riwayati alhadith, muda wa kwamba inaghlibu pamoja na njia hizo nyingi kutopatikana maafikiano baina ya rijali ya njia hizi kwa mapokezi ya hadithi hii. Walam yakunil matnu munkara, na matni ya hadithi isiyo ni munkar. Wa an yakuna almatnu qissatan tawilatan tatakarraru ma'a dhalik fi kulli makhraj, na iwe matni hiyo ni kisa kirefu ambacho kinakaririka pamoja na hayo katika kila makhraj. Hii ni kauli ya pili ambayo pia ni dhaifu. Kauli hii ni pia ni dhaifu, kwamba hata hizo njia zikiwa dhaifu, hata kama hadithi yenyewe udhaifu wake ni mkubwa, pia itapanda maadamu ina njia nyingi. Kauli hii ya pili pia ni dhaifu. Alqaulu thalith, kauli ya tatu, innahu yataqawwa bidhalika bishartaini sabiqaini, hadithi hiyo dhaifu inapata nguvu kwa masharti mawili yaliyotangulia. Alla yashtadda dhu'fu alhadith, ni kutokuwa na nguvu udhaifu wa hadithi hiyo. Thumma, pili, an tataaddada turuqul hadith, ni kuwa nyingi njia za hadithi hiyo. Qala wal qawlu alwasatu baina tashaddudi alawwal wa tasahuli athani huwa alqawlu athalith, kauli ya kati na kati baina ya tashaddudi ili ya mwanzo, kauli ya mwanzo, na tasahuli hii ya kauli ya pili. Kauli hii ya tatu ndiyo iko kati na kati, ndiyo kauli inayotegemewa, kwamba hadithi dhaifu inapata nguvu kwa masharti haya mawili: isiwe udhaifu wake ni mkubwa, halafu njia zake ziwe nyingi. Hapo ndiyo itapanda hadithi hiyo kufikia daraja ya alhasan lighairihi. Hii ndiyo kauli ya kati na kati, na ndiyo inayotegemewa. Qala fahal yuqalu an hadha alqawl athalith alladhi jara alayhi jumhur ahli alhadith wa ma hum alalbani, hal yuqalu anhu tasahala fi at-tahsin? Kauli hii ya kati na kati, sema, je, inasemwa kwa kauli hii ya tatu ambayo ndiyo wasat,
ambayo wamepita juu yake wengi katika watu wa hadithi na wako pamoja naye. Sheikh Albani pia amepita kwa kauli hii. Je, itasemwa hapo Sheikh Albani amefanya tasahul katika tahsini alhadith? Sababu wengi jumhuru alhadithi wanaifuata kauli hii na yeye yumo ndani. Sasa vipi wanasema Sheikh Albani amefanya tasahul fi tahsini alhadith? Mwanielewa? Kwa Sheikh Albani yuko sawa sawa na wenzake katika kufuata masharti haya ya hadithi dhaifu, kwamba haipandi isipokuwa udhaifu wake usiwe mkubwa na pia njia zake ziwe nyingi. Hapo ndipo itakapopanda. Ndivyo alivyofanya Sheikh Albani katika hadithi alizozifanya ni hasan li ghairihi. Mnifahamu kidogo hicho kidogo ndio kitachofakiwa, hicho kidogo ndio muhimu. Tuendelee kidogo, yakfi hadha. Haya, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.